Mimi niko poa kabisa. Binafsi mimi nimefurahi sana kumuona Siwa jambo lake limeenda. Maana unajua mtoto wa kike kutolewa mahali na kueleweka mjini. Maana unajua Dasiwa hii ndio yake ya 4. Wewe kwako unamzungumziaje? Ni bahati au ni maneno kama ya waja wanavyosema kwamba Dasiwa tuli kwenye ndoa, au unamzungumziaje kwa sababu umekuwa karibu sana kama familia yake? Mimi nadhani tu kila kitu ambacho tunakiona huwa ni Mwenyezi Mungu anaipanga. Hakuna mtu ambaye anapanga kitu chochote kile. Kwa kwangu mimi naona tu ni jambo la heri. Siwezi kuzungumzia vitu vya ndani sana kwa sababu unapogusa swala la ndoa, ndoa ni ya watu wawili. Sisi watu wengine tunabaki ni watu ambao ni washuhudiaji tu, kama ambavyo leo hapa tumealikwa na tumekuja. Kwa vitu vingine vyote vinabaki ni siri ya ndani. Lakini mimi kwangu dada ni mtu mzuri na ni mtu poa. Siwa umefanya naye kazi na unamfahamu vizuri na tulitegemea jambo kubwa kama la leo la siku yake ya kutolewa mahali, familia yake ya Mzee Kikala wangeweza kujitokeza basi hata mwanamke mmoja, lakini hakuna yote aliyojitokeza zaidi yako wewe. Ili kwako wewe umelipokeaje? Siwezi kulizungumzia sana kwa sababu yeye mwenyewe mhusika yupo, nadhani akiulizwa anaweza kaa na majibu, kwa sababu pia swala hili limekaa sana kifamilia. Na ndio maana unaona hata mimi nimesema pale mbele kwamba mimi sijaje kama Ahmad Kikala. Mimi nimekuja kama John Elisha kwa sababu lakini msanii si familia nzie. Wanaweza kuwa familia nzie na sio tu hao, kwa sababu kuna watu wengi wamefanya nao kazi. Wewe unaweza kusema kwa sababu ni recent, lakini kuna watu wengine pia ambao hawajafanya nao kazi ambao hawapo hapa, ambao wanaweza wakaja kwa muda mwingine. Mimi nimekuja hapa kama sehemu ya familia. Mimi Dula pamoja na Amina, wana kaka yao mmoja anaitwa Asumani ambaye sio mtu wa entertainment. Mimi yule ni ndugu yangu kabisa kwa sababu tumeishi Mwanza kwa muda mrefu kidogo tukifanya naye kazi kabla mimi sijawa msanii. Kwa hiyo ilikuwa sababu pia ya kunifanya niwe sehemu ya hii familia, kwa sababu mimi hawa ni ndugu zangu. Sio tena kwa sababu niko na Siwa kwenye Kombolela au niko na Dula Makabila kwa sababu mwanamuziki. Hii mimi ni sehemu ya familia yangu. Kwa hiyo mimi nimekuja hapa kama familia, sijaja kama Ahmad Kikala. Sawa. Tumeweza kuona umeingia kwenye mchuano wa kura. Na pale watu wako kama 3 hivi kama sikosei. Wewe unaona ni sahihi kushindanishwa na wale wapinzani wako wawili? Wale wote wanafanya uigizaji na mimi ni muigizaji. Kwa hiyo kile kinachochuanishwa pale ni muigizaji bora. Na wale wote ni waigizaji. Kwa hiyo no doubt. No doubt. No doubt. Kwa sababu wote tunafanya kazi moja. No doubt. Wote tunafanya kazi moja na pale kinachotufanya tushindane ni kuhusu kuigiza. Na hakuna aliyewekwa pale kwamba ni mpishi au kuna mtu amewekwa pale ni mtu tofauti na anayefanya kazi ya uigizaji. Kwangu ni sahihi. Ahmad tumeweza kumuona ni msanii ambaye wa kiume basically yuko sana kwenye matukio ya kuumizwa sana kihisia zaidi, tofautisha na wasanii wengine ambao wanaopendelea kucheza katika engo la baadhi za characters zingine. Ni kwamba wewe unatakaga hizo character au ni director yeye mwenyewe tu jicho lake anakuwa analoliona anakuambia mimi Ahmad nataka ucheze hivi? Ethics zozote zile za uigizaji ni kwamba character inamfuata msanii, sio msanii anaifuata character. Kwa hiyo na kwa bahati mbaya au nzuri, inawezekana kazi zangu nyingi ambazo wewe pamoja na watazamaji wameziona ni hizo ambazo unazungumzia, lakini nimefanya kazi kama Fahari ambayo ilikuwa naijua. Na kuna kazi inaitwa Upepo ambayo bado inaendelea mpaka sasa hivi DSTV. Ni character tofauti kabisa ambazo ziko tofauti, lakini inategemea utambulisho ambao ulikutambulisha kwa watazamaji kwa mara ya kwanza, unaweza ukawa na athari chanya au athari hasi. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni athari hasi za watazamaji wangu mimi kuona kwamba mbona huyu jamaa anapendeza kwenye character za kuumizwa, za kuwa mpole na vitu vingine, lakini kila character nacheza, na kwa bahati nzuri nimesha prove kwenye baadhi ya kazi ambazo nimezifanya. Sawa. Neno moja kwa Siwa maana kuelekea ndoa yake. Hii ni mahali tu. Ikawe kila heri, kwa sababu ndoa ni jambo la heri ambalo limepata kibali kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ikawe heri akaweze kukaa muda mrefu kwenye ndoa yake, lakini pia ndoa yake ikaweze kuzaa matunda na Mwenyezi Mungu amjalie mwisho mwema. Haya bwana, mimi nishukuru. Haina shida.